BMP TV Professional Update. Habari ya minda ndugu mpenzi mtazamaji. Wapendwa wetu watazamaji wetu wa BMP TV Online, tunapenda kuchukua nafasi hii kuomba radhi kwa ukimya uliodumu kwa siku mbili bila kupandisha kipindi chetu. Kama ilivyo kawaida, sababu ya hali hii imekuwa ni changamoto za kiufundi zilizojitokeza ghafla katika mitambo yetu ya uzalishaji. Tunafahamu kuwa mlikuwa mkitarajia taarifa na vipindi vyetu kwa wakati, na tunashukuru kwa subira yenu pamoja na uaminifu wenu kwetu. Timu yetu imefanya kazi kwa bidii kuhakikisha changamoto hizi zinatatuliwa, na sasa tumerudi tena hewani kwa nguvu mpya. Tunaahidi kuendelea kuwaletea matangazo kwa uwazi, uweledi na kwa wakati kama mlivyozoea. Asante sana kwa kuelewa na mshikamano wenu. Uwe pamoja nasi. Na leo tunawaletea taarifa kamili kutoka nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, na huu ni mtasari wa habari. Onyo kubwa kwa mashariki mwa Kongo. Wanajeshi wa Rwanda waripotiwa kuimarisha mistari ya mbele katika milima ya juu ya Uvira, Fizi na Mwenga. Uvira ni shabaha kuu. Taarifa za ndani zasema wilaya ya Uvira imewekwa kama kitovu cha mikakati ya kijeshi. Wazalendo na wananchi washirikiana kuwatia mbaroni wapenyezi waliokuwa wakisafirishwa kwa siri kupitia gari la hifadhi ya misitu. Ushirikiano wa jamii, raia na wapiganaji wa wazalendo waonyesha mshikamano wa dhati katika kulinda ardhi ya Kongo. Kunaona mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Leo tunakuletea taarifa maalum ya kina kuhusu hali ya usalama inayotikisa tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa tulizozipokea, idadi kubwa ya wanajeshi wa Rwanda wameripotiwa kupelekwa kwenye milima ya juu ya Uvira, Fizi na Mwenga kwa lengo la kuimarisha mistari ya mbele ya mapambano. Kwa mujibu wa video na mawasiliano yaliyopatikana kutoka ndani ya makundi ya wasi, operation hii mpya inalenga moja kwa moja wilaya Uvira, eneo lenye umuhimu wa kijeshi na kistratejia kwa sababu ya ukaribu wake na mpaka wa Rwanda na Burundi, pamoja na nafasi yake kama kitovu cha usafiri na biashara katika Kivu Kusini. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema yeyote anayeweza kudhibiti Uvira anaweza kwa urahisi kudhibiti sehemu kubwa ya njia za mawasiliano kati ya Bukavu, Bujumbura na Goma. Kikosi kinachoripotiwa kupelekwa kinasemekana kuongozwa na mtu anayejiita Charles Samatama, ambaye anatajwa kuwa ni kiongozi mwenye uzoefu wa kuratibu mashambulizi makubwa kwa kutumia teknolojia rahisi lakini madhubuti ya mawasiliano na Motorola. Kwa sasa, jina hili limeanza kujadiliwa kama moja ya sura mpya zinazojitokeza katika uongozi wa makundi yenye uhusiano wa karibu na Rwanda mashariki mwa Kongo. Iyi ni hari kabisa. Kabisa hari ndio hiyo. Tulambuka kandi kana ariko kanye kandi rashanga nimaka kwaisanga kimuvamura mwanzo mwingine bon komeza wicaye ko ndi kuma ndamanuka winosha vamo zamuka vamo nugera umugezi munini uni contacte tena kusoma
Wewe majeto zo. Nende selo. Mama kwingira mangale. Jana harumu. Aroje. Moja rano kumwisho umugere. Yene hari kwe. Janja. Pita kulia. Askara bumbira kutoka. Kama jisiri. We. Hai nka data. Franga ziko minebwe. Mahoro. Wesa. Ayu hagaze hamwe komeza kwamanuka. Minebwe uko mahoro. Taarifa hiyo pia inatoa wito maalum kwa wapiganaji wa wazalendo kutolala usingizi wa mchana, bali kuongeza uangalizi, kuweka mitego ya kijeshi na kutumia video iliyopelekewa kama ushahidi na nyenzo ya kufahamu njia za adui. Wananchi walioko mashambani na milimani wametakiwa kutoa taarifa mapema kuhusu harakati zozote zinazohusiana na wanajeshi wa kigeni. Wananchi wa maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga wamepokea taarifa hizi kwa hofu, lakini pia kwa mshikamano wa kipekee. Bi Mapendo Mukwege, mkulima kutoka vijiji vya Luvungi, amesema, tunaogopa sana kusikia kwamba wanajeshi wa Rwanda wanakaribia tena. Tulishateseka kwa vita vya zamani, sasa tunahofia watoto wetu hawatakuwa na usalama, lakini tunawaunga mkono wazalendo walioko mstari wa mbele. Bwana Safari Lwaboshi, kijana wa Uvira, amesema, kila mara tunapojua Rwanda waingia, tunajua damu itamwagika. Tunaiomba serikali kuu ya Kinshasa ichukulie kwa uzito zaidi. Hatuwezi kuachwa wenyewe kupambana. Mama Jane Kambale, mjane kutoka Fizi, ameongeza kwa sauti ya uchungu, tulihama mara 3 kila mara tukisikia mashambulizi. Sasa tukisikia tena kuwa Uvira inalengwa, tunaogopa kuhama tena. Tunataka amani. Sauti hizi zinaonyesha kwa uwazi hofu ya wananchi, lakini pia imani kwamba mshikamano kati ya wazalendo na raia unaweza kuwa ngao ya kujilinda. Wachambuzi wa kitaifa na kimataifa wameeleza maswali mazito juu ya uhalali wa hatua hii ya kijeshi. Dr. John Mulumba, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, anasema kila mara Rwanda inapopeleka wanajeshi wake ndani ya ardhi ya Kongo, inazua maswali ya heshima ya mipaka ya kitaifa. Hali hii si ya kawaida, bali ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa ushawishi wa Kigali mashariki mwa Kongo. Profesa Alice Ndanyisaba, mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa, anatahadharisha kuingia kwa Rwanda kwa namna hii kunatishia kuvuruga tena juhudi za kidiplomasia. Inaweza kuharibu mazungumzo ya amani ambayo yalikuwa yanaanza kuonyesha matumaini. Ripoti za mashirika ya haki za binadamu pia zimeonyesha kuwa iwapo operesheni hii itaendelea, raia wa kawaida ndio watakaoridhika zaidi kwa kuhamasishwa, kudhulumiwa na kukosa huduma muhimu. Kwa sasa hali inabaki kuwa tete na isiyotabirika mashariki mwa DRC, hususan Uvira, Fizi na Mwenga. Imewekwa katika kiwango cha juu cha tahadhari. Wananchi wanahimizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na kutoa taarifa mapema za uhalifu au uvamizi. Taarifa hii inabaki kuwa onyo kwa taifa na jumuiya ya kimataifa kwamba uvamizi wa kijeshi unaendelea na unaweza kuleta madhara makubwa kwa amani, usalama na maendeleo ya ukanda mzima wa maziwa makuu. Tunaendelea kufuatilia hali hii kwa karibu na tutakuletea taarifa zaidi pindi zitakapopatikana. Bado tuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa mpya zinaeleza jinsi njama ya kupenyeza wapiganaji wa kigeni ilivyodhibitiwa kwa msaada wa wananchi na vikosi vya wazalendo. Kwa mujibu wa mashuhuda na wanaharakati wa kiraia, mmoja wa walinzi wa hifadhi ya taifa alitumia gari la kazi kusafirisha watu waliodaiwa kuwa wapenyezi waliokuwa na lengo la kuingia kwa siri katika maeneo ya Kivu Kusini. Hata hivyo, jaribio hilo liligunduliwa mapema na kwa msaada wa wananchi pamoja na wazalendo. Watu hao walitiwa mbaroni kabla ya kufanikisha mpango wao. Tukio hili limepokelewa kwa shangwe na imani kubwa miongoni mwa raia, likithibitisha mshikamano wa kijamii na usubutu wa wazalendo katika kulinda ardhi ya taifa.
hapa Mtwanga Nzengapa kabisa. Wanaume wametomboka sana, wametomboka kabisa. Magari hizi naosa kama zinabeba nini, njoo wanaume kabisa, sasa tomboka sana. Iko gari mseme senki, maana njoo vile kabisa. Ndio wale wanaume watomboka sana, wanaume wakatomboka sana. Watomboka sana, watomboka kabisa. Matata, ni matata. Embouteillage kabisa. Ndio vile. Basi ni matata group na matata. Sai. Basi. Wananchi wameonyesha kuwa hawako tayari tena kushirikiana na njama zinazohatarisha usalama wa Kongo. Viongozi wa wazalendo kupitia ujumbe maalum wamesema kuwa mapambano ya ukombozi yanaendelea kwa kasi na wameahidi kwamba miji ya Bukavu na Goma iko karibu kabisa kuingizwa kwenye hatua za mwisho za ukombozi. Wamesisitiza kuwa harakati hii si ya kijeshi pekee bali ni ya wananchi wote wa Kongo wanaotamani amani na uhuru wa kweli. Ujumbe huu wa hamasa pia umeenea kimataifa ambapo mashabiki na wafuasi wa harakati za wazalendo kutoka pembe zote za dunia wametoa pongezi na shukrani kwa ujasiri wa wananchi wa Kongo. Mitandao ya kijamii imefurika ujumbe wa mshikamano ikithibitisha kuwa dunia nzima inafuatilia hatua kwa hatua mwenendo wa mapambano haya ukombozi. Kwa sasa hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Kongo bado ni tete, huku wataalamu wa usalama wakionya kwamba kila njama ya uvamizi ni onyo la changamoto kubwa zaidi zinazoweza kuzuka. Hata hivyo, wananchi wameonyesha imani kuwa mshikamano wa kijamii na uthubutu wa wazalendo ndio silaha kuu ya kulinda taifa. Tutaendelea kukuletea taarifa zaidi kadiri matukio haya yanaendelea kujiri. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kwa muda huu. Asante kwa kutenga muda wa kutazama taarifa zetu hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi na kwa vipindi vingine vinavyofuata, na usahau kutufuatilia kupitia majukwaa yetu yote ya kidijitali. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. BMP TV Professional Update.